Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja maasi haya katika Qur'an, kula mali ya mayatima. Allah jalla jalaluhu katika suratu An-Nisa atuambia Waislamu maneno yafuatayo: innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman, wale ambao wanakula mali ya mayatima kwa dhulma. Hayo ndio maasi, na huo ndio uovu ambao baadhi ya Waislamu wanaweza wakafanya kwa sababu ya kutokuwa na hofu na takwa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa siku ya mwisho. Malipo yao yakatokamana na amali ile ile walioifanya. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, innama ya'kuluna fi butunihim nara, kama walivyokuwa hapa duniani wakila mali ya mayatima, siku ya kiyama pia watakwenda kula, lakini kula kwao siku ya kiyama watakwenda kulishwa moto wa jahannam. Na kula moto wa jahannama katika aya hii ni kwa uhakika, bimaana ya kwamba ule moto wa jahannama watakuwa wanaula kama ulivyokuwa wakila chakula au mali ya mayatima hapa duniani. Ndipo as-salafu salih radhiyallahu anhum walipofasiri aya hii kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, walisema kuanzia kufufuliwa walaji mali ya mayatima watafufuliwa hali ya kuwa midomo yao inatoa moto na pua zao zinapumua moto na masikio yao pia yanatoa moto, bimaana ya kwamba moto ule unatoka tumboni, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakulun fi butunihim nara, hakika wanachokula ni kwamba siku ya kiyama watakwenda kula moto wa jahannama. Na aya hii kama tunavyoisikia ni tahadhari kubwa sana, ni onyo kubwa sana kutoka kwa Allah subhanahu jalla jalaluhu kwa kila Muislamu ambaye amebeba dhima na amana ya kumsimamia yatima. Awe yatima yule anaishi naye nyumbani kwake, anamsimamia mali yake ambayo babake kamwachia, ameondoka duniani, urathi wake upo chini ya usimamizi wake, au anawasimamia mayatima kwa namna yoyote ile. Kama inavyojulikana leo, kuna baadhi ya watu wanajitokeza wakijitolea kusimamia mayatima kwamba ni kazi ambayo wameichukulia dhamana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii inatupa tahadhari na onyo kubwa sana kwamba si jambo rahisi, sio jambo jepesi, kwa sababu malipo yake yaum alqiyamati yatatokamana kulingana na ile amali ambayo mja alikuwa akifanya hapa duniani. Wasayaslawna sa'ira, na kisha makazi yao watakwenda kutupwa katika moto wa jahannama.